Yesu asifiwe. Tumaini kwamba uko salama kabisa. Karibu katika runinga yetu ya VJC TV, nami wako host Dickson Ngala. Na moja kwa moja labda niweze kukuelezea kuhusu kanisa la The Voice of New Jerusalem. Kanisa la The Voice of New Jerusalem Church linapatikana katika sehemu inaitwa Msomoroni, Mombasa. Karibu na shule inaitwa New Hope School, na ni kanisa ambalo kwamba liko chini ya mtumishi wa Mungu mchungaji Baba Emmanuel, na hapa ndipo ambapo kwamba kwa tunamwona Mungu kila siku ya Jumapili. Na hivyo basi siku ya leo kama kawaida tumekuwa na ibada njema, kwa kwamba ilikuwa na ibada ya kufufuka kwa Yesu Kristo, na tumeweza kuwa na watu kadha wa kadha ambao kwamba wameweza kufika katika siku ya leo, na hivyo kwamba wengi wamebarikiwa. Kuna wale walikuwa ni wagonjwa wameombewa, wameweza kupata uponyaji. Kuna wale walikuwa na mahitaji mbalimbali, na siku ya leo kumbuka kwamba wameweza kukutana na Mungu kupitia kwa mtumishi wa Mungu mchungaji wetu Emmanuel Kakai. Hivyo basi siku ya leo tumekuwa na ibada ya deliverance, na kama kawaida huwa wakati watu wanafanywa deliverance huwa kuna watu ambao kwamba wamefungwa na minyororo ya Mungu ibilisi. Kuna watu ambao kwamba wanapitia hali mbalimbali, ikiwemo moja wapo labda inaweza kuwa ni madhabahu ya ukoo. Hivyo basi siku ya leo tumebahatika kuwa na mmoja kati ya wale ambao kwamba wamefunguliwa katika ibada ya deliverance. Kwa hivyo moja kwa moja labda tuweze kumuuliza majina yake rasmi, aweze kutuelezea anaitwa nani na anatoka wapi. Kwa hivyo dada, Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa nani dada? Huyu anaitwa Beatrice kutoka Kwale. Anaitwa Beatrice kutoka kwa Kwala. Ameweza kutembelea siku ya leo. Labda nikuulize tu, ni jambo gani ambalo kwamba limekufanya uweze kuja siku ya leo katika kanisa la The Voice of New Jerusalem Church? Hivyo tunaelezewa kwamba huyu dada amekuwa akipitia matatizo mbalimbali ambayo kwamba yeye mwenyewe hawezi kuelezea. Yani huwa ni hali tu inampata, anajikuta anafanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Anaonekana akichekacheka peke yake, anaonekana labda akirusha miguu hapa na pale, mikono, kufanya ishara ya kuwa anataka kujinyonga ama kujitoa uhai. Lakini siku ya leo labda nikuulize tu, ulipokuja hapa katika kanisa la The Voice of New Jerusalem Church na ukaweza kuombewa na mtumishi wa Mungu Baba Emmanuel, labda tuelezee tu kwa ufupi kwa binafsi ya mtazamaji ambaye kwa anatazama pale, labda umehisi vipi? Umehisi labda kuna nguvu gani iliyokuingia wakati ibada ya deliverance ilipokuwa ikiendelea? Ulihisi vipi dada? Labda ulipokuwa ukiombewa na mtumishi wa Mungu, labda unaweza tuelezea yale mambo ambayo kwamba umejikuta ukiyafanya ama uwezi kujieleza katika hali ambayo kwamba umekuwa. Labda kwa niaba ya mtazamaji ni kwamba tutaweza kupeperusha zile video jinsi ambavyo kwamba alikuwa akifanywa ibada ya deliverance. Tunakuta kwamba alikuwa akifanya ishara mbalimbali, moja yapo ilikuwa ni ishara ya kuhesabu kwa vidole, nyingine akiashiria kwamba labda angetoa uhai mtu, labda yeye angejitoa uhai. Lakini yote 9-10 ni kwamba baada ya ibada ya deliverance aliweza kufanyiwa na mtumishi wa Mungu Reverend Emmanuel Kakai, ameweza kufunguliwa. Na labda nikuulize tu kwa sasa, unaweza ambia mtazamaji labda unahisi vipi? Unahisi vizuri kabisa sasa hiyo umepona kabisa, uko buheri wa afya kabisa. Na labda tu kwa minajili ya mtazamaji, ungeweza kumwambia nini yule dada ama ndugu, mzee, mama, labda kwa njia moja anapitia jambo ambalo kwamba limewana na lako, ama anapitia tatizo ambalo kwamba yeye mwenyewe halijui, labda ameteseka kwa muda mrefu, ungemshauri afanye nini? Kiangalia kamera. Ungemwambia afanye nini? Wewe umekuja hapa umepata uponyaji, labda utamwambia yule pia naye labda kuja hapa kanisani aombewe apate uponyaji. Kwa hivyo dada Beatrice ametuambia kwamba ni vyema kama ndugu dada unapitia tatizo kama lile ambalo kwamba anapitia, heri basi uweze kufika katika kanisa hili ili uweze kufanywa ibada ya ukombozi na utaweza kufunguliwa. Na labda tu kwa maneno machache kabla tuweze kuhitimisha mahojiano haya, labda ungependa wewe mwenyewe haya mahojiano tuweze kuyapeperusha katika mitandao ya kijamii, labda ungependa
amesema kwamba dada yetu anapenda matangazo haya ama mahojiano haya tuweze kupeperusha katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo dada, ndugu, mpenzi mtazamaji, unapitia jambo kama hili, ningekushauri tu kwamba uweze kufika katika kanisa la The Voice of New Jerusalem Church, na hapa muujiza wako huko. Kumbuka, huyu ni mmoja kati ya wale ambao wameweza kufunguliwa katika ibada ya ukombozi. Kuna wengine walikuja hapa kwa wamelemaa mikono, hawezi tembea. Kuna wengine walikuwa na vifafa, kuna wengine pia walikuwa na magonjwa ambayo kwamba yamekosa tiba. Lakini kufika hapa katika kanisa la The Voice of New Jerusalem Church laongozwa na Baba Emmanuel, waliweza kupata uponyaji, waliweza kufunguliwa katika hali zao. Kwa hivyo wewe mpendwa, mpenzi mtazamaji, unapitia hali kama hii, kwa heshima na kuomba tu uweze kufika mahali hapa, utaweza kupatana na mtumishi wa Mungu, atakuombea na ukiamini jua kwamba utaweza kusaidika, utafunguka kwa tatizo lako lote lile. Labda una swali, labda unaweza kutupata vipi katika mitandao ya kijamii? Ningeomba tu tufuatilie pale katika mtandao wa Facebook, tufollow pale @Baba Emmanuel, like ile page, na pia na kuomba uweze kufollow ile page, na pia weka comment yako pale. Utaona vile ibada zetu tunazoendelea nazo kila siku ya wiki, na pia labda kama kuna jirani, uko na yeyote ungependa kumleta hapa kanisani. Kumbuka nimetangulia kusema kwamba kanisa liko hapa Mshomoroni Kazonzo, liko karibu na shule ya New Hope ama shule yetu mpya inayojengwa ya Makumba Primary School. Fika hapa na utaenda kuona muujiza Mungu. Kwa hivyo ikiwa tatizo lolote, tufollow pale katika mtandao wa kijamii Facebook @Baba Emmanuel, mtandao wa ile ambayo tunaita YouTube, tufollow pale @VJC, na Mungu atakubariki. Nimekuwa host wako Dickson Ngala, ama ukipenda MC Ngala. Shukrani.